Na leo nataka niseme tu kwa uchache, nimekutana na watu wengi ambao wanaweza kufanya biashara na wana uwezo wa ushawishi. Ghalib ni sehemu ya hao watu wenye uwezo wa ushawishi mkubwa sana kwenye biashara, na ushawishi wake ungeweza kutulalia sisi wanayanga, angeweza kutushawishi na viongozi wakaingia kwenye ushawishi huo. Yako mambo kadhaa ambayo nafikiri nyie ni mashahidi. Partnership za aina hii, wako watu walishawahi kuja na miradi na wakataka umiliki wa 1% nyingi kwenye miradi hiyo. Nimeshangaa skill zako Mr. Ghalib za negotiation hujazileta kwenye klabu ya Yanga. Sijajua ni kwa sababu gani. Nyie wananchi mtaniambia. Naweza leo kuthibitisha ya kwamba klabu ya Young Africans imefikia makubaliano ya partnership kati ya Yanga na GSM Group ya 50% katika uwekezaji wa uwanja. Mtanielewa nikisema kwa nini skills hiyo ya kwako ya ushawishi hujaitumia kwenye Yanga. Ni kwa sababu ya dhamira yako njema uliyokuwa nayo kwenye klabu hii. Leo Mr. Ghalib angekuwa ni mtu wa tamaa, angeweza kusema nataka 80% kwa 20. Na kwa sababu fedha yake ni kubwa inayokwenda kujenga uwanja, tusingeweza kumkatalia. Kwa sababu tunayo shauku ya kuwa na uwanja na tunayo hamu ya wanachama wetu kupata hiyo nafasi ya kumiliki uwanja wao. Na sisi kama Yanga tukiwa hatuna fedha, tungeweza kuingia kwenye huo mtego. Lakini alisema hapana, nataka tugawane 50% kwa 50. Ili klabu ya Young Africans iwe na umiliki wake na mimi ninayoleta fedha niwe na umiliki wangu. Angeweza kwenda na kusema nataka 51% ili niwe na sauti kwenye hiyo board, lakini hakufanya hivyo. Leo ni kushukuru sana Mr. Ghalib. Hivyo kwa kuhabarisha umma, mradi wetu utakuwa unamilikiwa kwa 50% kutoka upande wa Young Africans na 50% kutoka GSM Group, na hii ni fair balance kabisa kwenye uwekezaji. Itatupa sisi fursa kama wanayanga kumiliki uwanja wetu na itampa fursa mwekezaji kurudisha kwenye uwekezaji ambao wanakwenda kufanya. Klabu ya Young Africans contribution yake ni ardhi kwenye uwanja huu, na kampuni ya GSM contribution yake itakuwa ni fedha za kujenga uwanja huu ambao mimi na nyie leo tutakwenda kuona uwanja huu ukiwa na quality ya juu kabisa. Kwa kusema hayo, nikushukuru sana Mr. Ghalib na GSM Group. Najua sio maamuzi yako binafsi. Kuna timu kubwa nyuma, kianza na makamu mwenyekiti na CEO. Mmefanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba tumefikia makubaliano haya. Na ushawishi wenu pia ungeweza kuathiri. Kwa hiyo nawashukuru sana. Ushawishi wenu haujatuathiri wanayanga. Na nimshukuru sana makamu wangu Arafat Haji ambaye leo hatuko naye hapa. Yuko kwenye ibada ya haji, tumuombe Mungu ibada yake Mungu amkubalie. Amekuwa na yeye mstari wa mbele kuhakikisha tunafikia malengo haya. Kwa hiyo niwashukuru sana Excom kwa ujumla wenu, na niwashukuru pia Secretariat kwa kazi nzuri mnayofanya. Ndugu wanayanga, immediately klabu yenu itakuwa na uwanja hapa katika eneo hili tulilofanya. Tungeweza kuwa na hafla kama hii tukaipeleka Serena, tukaipeleka wapi, lakini tuliona tuilete katika ardhi hii ambayo Mungu akijalia maximum miezi 18 mpaka 24 tutasimama hapa kuzindua uwanja huu wa kisasa. Kwa kusema hayo,